Sudan, vile nchi ya Sudani sahihi kwamba chai nyingi ilikuwa ikaenda Sudan, sahihi Sudani wamevikwa vikwazo kwamba chai haiendi kule. Lakini pia tumezungumza na pia tumekaa chini kama kamati, tutazungumza na pia katika wiki ijayo tutakaa kama kamati tuweze kufanya kama ni statement, tuweze kuuliza waziri namna gani tuweza kufungua hii njia na zile chai ambazo zimebakia, kwa sababu kuna chai nyingi ambazo kwa zimenunuliwa ziko kwenye bahari haziwezi kuingia Sudan. Kuna chai nyingine ambazo zimenunuliwa ziko kwenye auction hapo ambayo haziwezi kutoka, ambayo ni hasara kwetu sisi kama nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo tumejifunza siku ya leo kwa upande wa makaratasi yake, kwa sababu mtu anaweza kununua chai lakini kuna makaratasi mengi, vikwazo vingi sana vinapitia karibu 52. Sasa tumeweza kuzungumza, tunajaribu tuweze kukaa chini kama kamati na pia kuongea na waziri ili zote ziweze kupunguzwa, ziwe kama vile one border stop kwa nani pale katika mipaka, kwa sababu hii pia inakimbiza wanani wakizaji kwenda kuja kununua chai hapa nchini Kenya. Na tumezungumza mambo mengi sana kuhusu habari wa mradi huu wa chai. Kuna sheria nyingi ambazo zinafuatwa, kuna matatizo mengi ambayo hii bodi ambayo inawapata. Sisi kama kamati tumekaa chini na tumewasikiza vizuri na tumeamua kwamba sisi tutakutana na waziri kesho, atakuja kule White Sands katika induction yetu, na tuna maswali ambayo tumekaa na hiyo kamati, tutaweza kumuuliza namna gani tutaweza kusaidia hii sekta ya chai. Kama mnavyojua, chai ni sekta moja muhimu sana katika nchi yetu hii ya Kenya. Ya muhimu pia tumejifunza ya kuwa ingawa sisi ni nchi ambayo tunasalisha chai nyingi, chai yetu nyingi tunauza ikiwa bulk without value addition. Zile nchi zingine kama India, China na Pakistan, Sri Lanka na wengine wanafanya karibu 50% ya chai yao wanaifanyia value addition. Kwa hivyo wakulima wanapata mapato ya juu, serikali pia inapata kodi ya juu kupitia kwa hiyo value addition process. Ya pili ni kuwa nchi hizo pia wanazozalisha chai kama China, kama India, chai ambao wanaisalisha hao wenyewe wanakunywa chai. Kwa hivyo pia nataka kutumia nafasi hii kuambia Wakenya tukunywe chai. Na tukunywe chai bila mkate, tukunywe chai bila kuongeza sukari. Tukunywe chai ndio tuweze kubuni soko ya hapa katika taifa la Kenya. Ndio sisi pia tujivunie ile product ambayo tuna produce. Na ile pia nasi wa Kenya nataka tukunywe chai na tukunywe chai ile quality tea. Kama mimi mwezi uliopita nilileta swala kuhusu kwa nini wakulima wa pale Kisii na Nyamira ambapo natoka chai yao wanapata mapato ambayo ni kidogo. Si wakulima wa Kisii na Nyamira peke yake, wakulima wengine wengi wana shida hiyo. Ninatumai kuwa kupitia juhudi za kamati hii kufika hapa ambapo kazi hiyo inatendeka, maswali mengi yataweza kujibiwa, na yale ambayo hayatajibiwa tutapeleka hoja hizo bungeni ili sisi kama maseneta tuhakikishe kuwa masuala kuhusu kulima wa chai na uuzaji wa chai yanatatuliwa kwa kikamilifu, ili wale wanauza chai na wao wapate mapato yao, na wale ambao wananunua waweze kupata chai ambayo ni ya kimo ambacho kinatakikana, ili kila mtu afurahie.
over to Carol and Paul. Just to take you through the session. Thank you. Carol and Paul. It comes from the factory. When they are So sasa wanatuma wanapack pamoja na so this is a representative sample of the tea that we are selling. We don't have to see the whole invoice, but when we have this represents that tea. Separate from what. So they grade the lot. They grade the lot. The lot number. So just to what Carol said, regarding this.